Ndio nilikuwa nakwambia dhambi yako inaweza ikawagharimu hata watu ambao hawahusiki na hiyo dhambi. Maana yangu ni kwamba kwenda jehanamu ni kweli utaenda wewe, lakini madhara ya dhambi tutayapata na sisi wengine ambao hatujahusika. Madhara yake yatatukumba na sisi. Kwa maana wewe fikiria hivi, mtoto wako akiwa mwizi, wakamkamata, wakampeleka polisi, mama yake utatulia? Baba yake utatulia? Si mtauza mbuzi, mtauza ng'ombe, mpambane na hiyo kesi. Wakati mwizi ni yeye, lakini gharama za uwizi wake zinaondoka na kondoo, mbuzi, vitu pale nyumbani. Yaani mnaingia kwenye mateso ya mtu mmoja. Sasa jana tukawa tunaangalia dhambi ya Kani, jinsi ambavyo alifanya dhambi lakini kaligharimu taifa. Taifa zima likaingia kwenye shida na aibu. Watu wakapigwa, watu wakafa, 36 wanajeshi wanapotea kwa dhambi ya mtu mmoja ambaye wakati anafanya alifikiri ni yeye peke yake, lakini madhara yake yakagharimu taifa, likaingia kwenye shida. Familia yake, watoto wakakusanywa, ng'ombe, kondoo vinapelekwa kwenda kuchomwa kwa dhambi ya yule anayevifuga. Yaani ng'ombe hazikuweko, lakini zimeingia kwenye shida kwa sababu ya yule anayevitunza. Ndio maana jana nikasema tunaposema uishi maisha matakatifu, sio kwa faida yako mwenyewe, lakini na kwa kizazi chako. Kwa sababu mpaka leo niseme tu ukweli, watu wengine mna maisha magumu, sio kwa sababu yako, ni kwa sababu ya wazazi wako. Mazingira waliokuzaa na kukulea hayakuwa rahisi kwako kuwa mtu wa kiroho. Wewe fikiria, umezaliwa kwa baba mlevi, mama mlevi, alafu wewe umetokea hapo katikati, tukutarajie wewe mtoto wa aina gani? Siku moja nikasema, wale ambao wanafuatia mitandaoni, nikasema wakati mwingine tunamshangaa Kaini, kwamba Kaini alikuwa muuaji, alikuwa na roho mbaya. Lakini wakati mwingine hatushangai maisha ya Kaini, zaliwaje. Fikiria kipindi kile wazazi wake wameshakosana, walipofarakana na Mungu amewafukuza Edeni. Yaani utukufu wa Mungu umeondoka ndani yao, wametengwa mbali na Mungu. Alafu Biblia inasema walipofukuzwa Edeni, ndio Adamu anamjua mkewe, wanamzaa Kaini. Hivi ulitegemea Kaini awe mtoto wa aina gani? Yaani wazazi wake wamefarakana. Hujawahi kuona familia zingine mtoto anazaliwa wanamuita matatizo? Kwa sababu gani? Wao walimzaa wakiwa kwenye mazingira ambayo sio sawa. Kuna watu wanazaa mtoto wanamuita tabu, wanamuita mateso, wanamuita sikujua. Yaani wanampa majina, wanasema tumempa jina ili iwe kumbukumbu kwamba wakati anazaliwa hatukuwa sawa sawa. Sasa hebu niambie, hawa mateso yao wanamwangushia mtoto. Sasa Adamu anazaa mtoto Kaini akiwa kwenye mazingira ambayo hana uwepo wa Mungu. Mnategemea Kaini angekuwa mtoto wa aina gani? Amen. Wewe fikiria wazazi wako wamelewa, alafu wewe ndio unatokea. Tukutarajie wewe mtoto wa aina gani? Kuna wengine ni akina cha pombe, kosa sio la kwako. Mazingira uliozaliwa ni ya pombe. Yaani wazazi walevi na nini mlevi, mara wanakutuma kachukue pombe kwa nani, na wewe njiani unaonja kidogo, mwisho kakukolea na wewe cha pombe. Ulianza kunywa ukiwa mdogo, unasoma shule ya msingi, mlevi. Hivi watu wategemea utaacha pombe kirahisi kweli? Mazingira hayakuwa rafiki. Wengine hapa tunapambana, yanasema sitoki, huyu ni wangu toka utoto, sitoki, huyu nilipewa, sitoki. Kwa sababu gani? Wazazi wake walipeleka kwa waganga, na waganga wakampa hayo machare, waganga nini. Wengine hapa ni vile nguo zimetufunika. Yaani tukisema ufunue jirani yako mgongoni,
utafikiri zebra ya mahali ambapo wanafunzi wanavuka. Yani amekaa michale kwenye mgongo, utafikiri zebra za barabarani. Yani kwa mgongo ni zebra, hapa juu zebra, kifuani zebra. Yani kuna watu ni machale kushoto na kulia, na kila machale yaliwekwa mapepo yake. Alafu unategemea huyo mtu ndio unamuoa na kuwa mke wako, ndio anakuoa na kuwa mume wako. Amejaa mimachare, mimapepo. Unakuta mtu na maasira ya ajabu, visilani havieleweki. Unajiuliza, mama, huyu baba visilani vimetoka wapi? Huyu mama hata nikisema kidogo amezira ameenda kwao. Nikifanya nini? Kumbe kuna mapepo alishachanjiwa akiwa mdogo. Unaendelea kupambana nayo. Na yeye hajijui, anafikiri ni maisha ya kawaida tu. Kumbe kisilani ulichonacho sio cha kawaida. Uliwekewa mapepo. Ndio maana tunapowaambia njoo tuwaombee, wengine tukuombee ili hiyo mipepo uliyowekewa bila wewe kujua iondoke. Maisha ulionayo sio ya kawaida. Hasira zako sio za kawaida. Wewe hujawahi kuona hata jambo dogo tu, hata wakisema tusogea kidogo. Nisogee nini? Nisogee nini? Unaanza kuhema, una midomo inatetemeka. Unafikiri ni akili ya kawaida kweli? Mama, yani mume kusema tu chumvi imezidi, tayari umezida, umeinuka, unaenda kulala, kesho sipiki. Kwani hujapika leo? Na mkono wa chumvi mimi. Ulisema na mkono wa chumvi, ukatafuta wasio na chumvi. Una pepo wewe, sio akili ya kawaida. Yani watu waogope kabisa kukuambia chumvi imezidi kweli. Yani kukuambia bwana humu ndani mmechafuka. Kwa hiyo mimi mchafu. Kwa hiyo mimi mchafu. Hukuwaona wasafi. Kwani usingeoa wasafi? Yani watu waogope kukuambia una mapepo. Sema tu hujawahi kuombewa. Tukisema maombi unafiatuka unakimbia nayo. Na wenzako wanateseka unaoishi na wewe. Na hayo sio ya kwako. Kuna watu walikuwekea michanjo ya ajabu. Hasira zako sio za kawaida kabisa. Una miasira ambayo hata wewe mwenyewe unajishangaa. Ukichukia mpaka kichwa kinauma, mpaka moyo unaenda pressure, mishipa inakutoka. Jambo dogo kabisa ambalo kwa kweli lisingestahili kuchukia na kusira. Yani kukuambia umefua hii nguo haijatakata. Sitakatishi. Wewe unavyoiona imetakata sasa. Sema mume wangu sikuiona vizuri, ngoja turudie. Simple tu. Nyama ya kawaida. Sio kesho mimi sasa nguo zako sinipe tena, nisifue. Kwa hiyo uliacha makusudi ili tusikuulize. Hai. Mama, leo chakula kilichelewa. Kwa hiyo unaniona mimi ndio sufuria. Mimi ndio sufuria sasa. Mimi ndio gesi. Yani usiulizwe kweli. Yani unaogopa usiulizwe chochote. Baba nakuuliza, hivi zile pesa ndio umenunua dagaa na hii dona ile hela niliyokuachia? Kwa hiyo unaniona mwizi? Kwa hiyo unaniona mwizi mimi nimekula? Sasa wewe, kweli nimekuachia 20,000, umepika dagaa. Hivi kweli kuna dagaa za 20,000 kweli? Hai. Maana mimi nilikuachia ukanunue nyama. Tule leo nyama na wali. Nakutana na dagaa na liugali limekakamaa, utafikiri zege sura wapi. Ndio nakuuliza, ile pesa niliyokuachia ndio matumizi haya? Sema kwamba hapana, leo nimeona tule dagaa na nini, zile hela zipo, tutafanya jambo lingine. Au nilikuwa nadaiwa mahali, nimenisuka nywele, nimefanya nini? Toa maelezo, sio kwa unaniona mimi mwizi sasa. Unaniona mimi nimekula hela yako. Kama unaona nakula hela yako, usinipe hela zako. Wala si nini. Unaniona mimi natapanya mali. Sasa wewe dagaa hizi za 20,000 hizi. Hizo hasira zingine sio za kwako. Hiyo michanjo mingine walikuchanja mipepo ya hasira. Ndio maana kwa mtu wa kuzira tu. Na wengine hata hivi naongea hapa, hujatokea nyumbani kwa mume wako. Umetoka kwa wazazi wako, umesema mgogo yupo ngoja nikamsikilize. Ndio nakwambia ukitoka hapa rudi kwenu. Rudi kabisa kwa mume wako. Kama umetoka mbali na maeneo haya, subiri mkutano uishe nikunyoshe vizuri mpaka Jumapili. Jumatatu rudi nyumbani kwako. Hapa na mchungaji, unaongea tu. Hii shida nini? Kama betri tunatoaga sadaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Miasira mingine ambayo haina maana.
Unazira tu, unazira. Yaani kuna mama ni usiniguse. Kanyambo kadogo amezira. Na vile wanaume tunapenda kujikaza, huwezi kusema chochote. Kama mama kakizira unakuwa mpole tu. Unatamani kunywa Tanga fresh, unaambulia kwamba hiyo haipo, utakunywa Pepsi. Baba unajaribu kusema jamani na kisukari waliniambia nisunywe. Yaani na pressure niliambia hizi nisiwasema kunywa. Hakuna Tanga fresh hapa. Kama makana kisirani. Alafu anakuja kanisani, tukiabudu kanavarembwa macho utafikiri kana degedege. Haleluya. Wakati mume wake kule anateseka. Unajua mengine haya, watu wengine hawawezi kusema paka nije mbabe wako. Kwani mimi ukinizilia sasa? Kwani mimi mumeo? Paka uone kabisa kwamba na mimi nitakuonea huruma. Mimi nakuchana live kwamba wewe ni mzigo. Yaani mwanaume mwenzetu kwa kweli alibugi. Wanaume ni vile ambavyo nilisema, hatuwezi hata kwenda polisi. Unaenda polisi kufanyaje sasa? Huwezi hata kusema kwamba jamani polisi na nyanyaso na nani na mke wangu. Unasema mke wangu. Na usiombe kumkuta polisi Mmasai. Ndio anakuambia unanyanyaswa na mke wako. Yeyo. Kwa ndio maana wakati mwingine tunajikaza. Kuna wanaume wakati mwingine wanakuja kwako mchungaji, hawaendi direct, wanaenda indirect. Utasikia baba na tatizo la familia, naomba mtuombee. Nikuombee eneo gani? Ombea tu nani kwa ujumla pamoja na mke wangu kwa ujumla. Kwa hiyo hilo ndio shika ile pointi ya mwisho ile ya ombea familia, watoto na nini na mke wangu pia kwa ujumla. Ile ndio tatizo, ile mke wangu kwa ujumla ile. Ndio shida. Hawezi kunyoka. Mateso anayoyapata ni siri yake. Wamama, mko hapa? Unajua dunia yote inasema wanawake wananyanyasika, unyanyasaji wa kijinsia. Hawajafanya utafiti vizuri. Wako wa mama wanapesa wa wanaume, lakini hawawezi wanaume kusema. Hawawezi kusema, wanakufa na tai shingoni. Ndio. Wewe hujawahi kuona kipindi hiki cha baridi, baba hawezi hata kuomba maji. Hawezi kuomba maji ya baridi, ya moto. Yaani anabaki tu anazunguka anasema, ila leo. Anasema nini? Leo mtu anaweza kulala bila kuoga kwa kweli. Sasa kwa hiyo nini? Baridi. Yaani atakudai maji ya moto, anazunguka. Sasa hebu niambie, kama kudai maji ya moto anazunguka. Kwa hiyo mwangalie jirani yako, mwambie acha kiherehere. Mchungaji anamaanisha atadai chai sasa. Atadai ugali sasa. Sitabidi aende kupiga miale na njaa yake. Kwa sababu maji yenyewe ya moto kuyadai tabu. Sasa. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wanakaa kwenye mateso na wanaume wengine wako hapa. Na nilikuwa nawaambia watu wa kule Ngaramtoni, nilisema wazi kule Ngaramtoni, hapa sitasema. Lakini nilivyowaambia wale wa Ngaramtoni, kwa sababu siwezi kujua hapa huenda mna hasira. Lakini Ngaramtoni niliwaambia hivi, kwamba wanawake wengi wa Arusha wakiwa na hela, alafu mwanaume huna hela, unaishi naye, utaisoma namba. Ndivyo nilivyowaambia wale wa Arusha, hapa sitasema. Hapa sisemi, lakini kule Ngaramtoni niliwaambia wanawake wa Arusha akiwa na hela, alafu mwanaume huna hela, utaisoma namba. Wanaume, umeoa mtu wa Arusha, yani Masai, sijui Mchaga, sijui Meru, watu wa hapa Arusha ndio ulioa, tafuta hela.
Usipokuwa na hela utanyanyasika. Wanawake hawa ni shida. Shida. Ukiongea unasemaje babangu? Mimi nimetoka kutafuta hela eti. Usinisumbue kabisa. Siwezi kwa nikulishe wewe. Alafu tena unisumbue hapa. Hawa. Wakiwa na hela hawa, utaitika abe. Wananyanyasa. Ndio maana nawaambia wanaume, tafuta hela ili angalau uheshimike. Amen. Eti wanawake wa Arusha, punga mikono. Yaani kama wewe Masai, wewe Meru, Mchaga. Una hela? Una hela? Mume wako anaisomaje namba? Anaipata Tanga fresh bila shida? Au ni Pepsi? Au kuna ratiba za ibada? Kwamba ibada Jumamosi, siku zingine hizo hamna ibada. Mwanaume anaisubiria Jumamosi, utafikia nasubiria Krismasi kule kijijini. Shida mnaenda mbali ambako mimi sijasema. Jamani, kwani familia hamna ibada wakati wa kwenda kulala? Si mnazo? Sasa wengine ndio wanapanga Jumamosi tu ndio ibada. Kwa mwanaume siku zingine hizo anaimba tu pambio peke yake. Anasubiri Jumamosi ndio ibada sasa ndio inafanyika. Na yenyewe unasikia imeahirishwa. Yaani kukaa na mwanamke mwenye hela kama mwanaume huna hela, utanyanyasika tu. Ndio maana niliwaambia siku moja nikaweka kwenye mitandao. Alafu watu wakasema, "Wewe mchungaji, unaongea maneno gani? Zungumza vitu vya mbinguni." Nikasema, "Wewe unaishi duniani tukwambie vya mbinguni. Kwani umekuwa malaika wewe? Wewe ni mwanadamu upo duniani tukwambie vya duniani." Nikasema wako wanaume wanasema, "Oh, mke wangu haniheshimu, mke wangu ananidharau." Nikamwambia wanawake kama wewe huna hela, hawa viumbe hawa, uombe neema tu iwe juu yake. Uombe Yesu amuokoe kuliko Paulo. Kabisa. Amuokoe kuliko Mariamu mama wa Yesu. Na hivi vinginevyo tutanyanyasika. Tafuta hela. Angalau usikupe heshima. Amen. Watu wakasema, usiongee hivyo. Nikamwambia mimi naongea uhalisia wa maisha. Hapa duniani huna hela, huna heshima. Huu ni ukweli. Hata kwenye ukoo wetu, watu wasio na hela wanapata tabu sana kwenye ukoo. Mkiwa na msiba, wao ndio wanapasua kuni. Mwenye hela amekaa pale. Mwenye hela kishika soka utasikia, wewe utajikata. Wanamuita si ana hela. Juma, chukua soka. Yaani wasio na hela ndio wakupasua kuni. Wasio na hela ndio wanatumwa wakaite misiba. Kama ambia shangazi, kama ambia nani, uliwahi kuona mwenye hela anatumwa? Heshima, pesa inaleta heshima yake. Tafuta hela. Amen. Turudi kwenye somo letu. Kwa hiyo kuna watu wanaishi maisha ambayo kwa kweli ni mabovu, sio kwa sababu yao, lakini mazingira waliolelewa. Hayakuwa na Mungu, ndio ukatokea na wewe na maisha magumu ya kiroho hayako sawa kwa sababu ya mazingira uliokulia. Sasa kama leo umepata neema, kata shauri, sio kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako. Watoto wako wakulia kwenye mazingira ambayo ya wabebe. Maana wapo katikati ya baba aliyeokoka, katikati ya mama aliyeokoka, katikati ya ibada, wanalala ibada, wanaamuka maombi, wanafanya hiki maombi. Hasa wewe fikiria, ulikulia mazingira hayana maombi, hayana ibada, na wewe unaendeleza mazingira yale, huna maombi, huna ibada. Kama unafikiri nasema uongo, muulize jirani yako, usiku wa kuamkia leo kabla hamjalala ulisoma neno gani? Mliombea hivi vitu gani? Kuna watu ibada zimekufa nyumbani, hazipo. Na kwa nini hazipo? Hawaaminiani kabisa. Kabisa. Ndio maana Jumapili nilisema hata leo tukuulize swali. Nani kwenye nyumba yako unayesema huyu Yesu akirudi ataondoka naye? Kwenye nyumba yenu unamuona mtu? Kila unayemwaza unasema huyu ndio kabisa. Na yeye anasema wewe ndio kabisa. Yaani mle ndani watu hawaaminiani kabisa.
unaona ibada hazifanyiki, nani ahubiri, nani aombe? Ibada zimekufa. Na nilikwambia wauaji wa kwanza wa ibada za familia ni wanaume. Wanaume. Unaongoza ibada nyumbani. Wababa wengi mambo ya ibada ni wakatili. Mama, tufanye ibada, tumechoka. Omba tu tukalale. We, tuimbe wimbo. Basi beti moja. Na korasi, hilo besi inatosha. Mtu asome neno, soma tu, Biblia imejieleza. Wababa ndio wauaji wakubwa wa ibada. Mnaimba tu usinipite moko, inatosha. Anamchagua mtoto ambaye hana maombi marefu. Haya, Sara, omba. Baba, 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 katika jina la Yesu, amen. Amina. Malaika wa Mungu huyo. Alafu ndio unashangaa sasa, ibada meikimbiza zile ibada za kamata mwizi men. Za faster. Mumemaliza ibada, anaweka mpira. Huo ndio yaani kwenye mpira ndio halali. Ibada dakika 2. Wanaume. Kama unafikiri nasema uongo, angalia, siku moja nikasema tusipokaa sawa sawa, makanisa yatabaki na wanawake tu. Ndio, wezi angalia kwaya zetu kanisani. Hizi kwaya kuu, si kwaya za wainjilisti, si kwaya gani, zilianza na wanaume wengi. Siku hizi nenda, zimebakia zingine wanaume 3, zingine 2, zingine 1, zingine si 5 lakini wamama utafikiri kwaya ya wanawake. Na wale wachache waliomo mule, mwingine mwenyekiti, mwingine sifundi vyombo, si mwingine mpiga kinanda, si mwingine mpiga nini. Lakini mwanaume kama mwanaume ambaye hana kacheo kokote, kumuona kwenye kwaya ni wachache. Waimbaji wa kwaya kuu, punga mikono. Mna kwaya kuu hapo kanisani? Mnayo? Mbona muitiki? Mnayo? Punga mikono waimbaji wa kwaya kuu. Katika hawa wanaopunga mikono, mnawaona wanaume wangapi? Ni mmoja tu yuko kule. Na hapa Mungu amewasaidia kweli, kwaya kuu wamehudhuria mkutano. Sehemu zingine waimbaji wa kwaya kuu hawajagi kwenye mikutano. Sio kuna shida gani kwenye kwaya kuu? Lakini hapa mchungaji una watu. Kwaya kuu wanakuja kwenye mkutano. Wapigie makofi kwaya kuu. Sehemu moja nilienda, kanisa lina mkutano, kwaya kuu wana mazoezi. Alafu wanamtuma mjumbe amwambie fundi mitambo, punguza vyombo vinaingiliana na mazoezi. Kwaya kuu. Yaani mkutano unaendelea, watu wao wanasema tore da 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 da. Lakini hapa kwaya kuu wameokoka. Piga makofi tena kwa kwaya kuu. Kwa hiyo unashangaa kwaya kuu ilikuwa na wanaume wengi, wamebaki wachache tu. Wanaume kanisani tunaisha. Wengine utasema hapana mchungaji, unajua kiidadi wanawake ni wengi, wanaume sisi ni wachache. Uongo. Uongo, kwa sababu tukienda baa, nani wengi? Kama wanaume wanakuwa wengi baa, kwa nini idadi ya wanawake isiwazidi na kule? Kwa nini wanaume baa ni wengi? Kwa sababu kumkuta mwanamke baa, yani kichwa kiwe kimepinda sana. Yani ukikaona kamama baa kana kunywa pombe, yani ujue hako kamesha shindikana. Mwanamke kabisa na familia amekaa baa, anasema leta Kilimanjaro, leta. Ujue kameshindikana kweli. Eti wa mama, kuna ambao mnaenda kukaa baa kunywa pombe. Angalia sura ya mama mwenzako hapo. Maana body language inaongea. Unaionaje hiyo body language ya huyo? Au wengine hata hivi naongea nasema mchungaji, hata nikitoka hapa napitiliza. Unajua dhambi ni dhambi, lakini kuna dhambi zikifanywa na mtu fulani, unajua ni kama vile hazipendezi hivi. Umewahi kukutana na mwanaume kirewa, hawatishi sana, lakini kutana na kamama kamerewa wanavyotisha. Yaani kamama kamerewa,
wanatisha. Ingawa wote wakilewa wanaenda jehanamu, lakini mwanaume utafikiri kidogo hatishi sana. Ni sawa na ukimwona kichaa mwanaume akiwa uchi na mwanamke akiwa uchi. Wote ni vichaa wanatisha, lakini mwanamke anatisha zaidi. Ndivyo ilivyo. Hata mama kilewa wanatisha. Paka watoto wanaona aibu. Na ninasema wazi hapa, kama upo mama mulevi, kwa faida ya watoto wako, acha ulevi kabisa. Unawatia aibu watoto wako wanapoambiwa mama yenu ndio huyu amelewa. Mama yenu unasema mchungaji, mimi nakunywa lakini pombe zangu ni nzuri, sigombani na watu. Unatetea cha pombe wako. Yaani kuna watu wanatisha, ni walevi wanatisha. Na ukisema ulevi, nilisema juzi kati pale, ukisema ulevi kwenye nyanda hizi, yani Arusha, Moshi, uende Mbeya, ukemee ulevi, utasikia mchungaji mshamba huyu, mchungaji mshamba huyu. Lakini uzuri, hata mioyo yenu, niliwaambia, hata mioyo yenu yenyewe inawasuta kwamba ulevi ni mbaya. Ndio maana niliwaambia, hata mkianza kunywa hamuanzi kwa maombi. Mnajua hiki kitu hakiko sawa. Lakini mkinywa chai mnaombea, mkinywa juisi mnaombea, mkinywa maziwa mnaombea. Kwenye pombe hakuna maombi. Mnajua hata Mungu hawezi kubariki. Ndio maana hata kwenye harusi mchungaji akiwepo hamuleti. Mnajaza juisi ya Azamu hapo, juisi za nini zinakaa hapo. Mchungaji, utasikia mchungaji ombea vyakula na vinywaji, kumbe vingine vimefichwa hapo kwenye pazia. Mchungaji akiomba, hujaanza hata kula, utasikia mchungaji na mambo mengi, tunaomba wewe uwai, tutakufungia take away. Mnanifukuzia wapi? Mimi nimetenga muda kwenye harusi hii. Utasikia uwai, uende, hai. Mchungaji akisha ondoka tu na furashi inabadilishwa. Inabadilishwa kabisa. Ile waliweka huyo chaguo lako, chaguo lako. Mchungaji akiondoka wameshaweka tu mashafu kama mandazi, joka. Ndio wakati mwingine mnatusumbua wachungaji. Wanasema mchungaji, ndoa yangu inanisumbua. Ulifunga mwenyewe lakini ndoa inanisumbua. Itakosaje kukusumbua? Tulibariki kanisani, ukaenda kuiroga ukumbini. Alafu nasema yani kwa kweli, yani ndoa yangu, yani ina mwezi mmoja tu, majanga. Kwani siwe na majanga? Mmeshaziroga kwenye ukumbi. Yani ukienda ukumbi kwenye ndoa za Wakristo ni aibu. Aibu kabisa. Paka huwezi kuamini kwamba aliyefunga hapa ni Mkristo. Ukimuuliza, kwa nini mambo haya tunayaona? Utasikia ndoa sio ya kwangu. Ndoa ni ya jamii. Kwa hiyo pande zote lazima waliizike. Kuna wapagani, kuna Wakristo. Ndio maana tumeweka bia, tumeweka na kila mtu aenjoy. Shetani na nusu kabisa wewe. Yani wewe ndoa ya Kikristo kabisa unaruhusu pagani uwepo. Niliogopa watachukia. Hawatanipa nauli. Ndio maana mimi niliwaambia, mahali ninakokwenda nabebaga na nauli ya akiba. Na yajua mahubiri yangu sio rafiki. Naweza nikakanyaga mpaka madhabahuni nikanyima bahasha, niwashage gari nyumbani. Kwa sifikiri hapa nipo kizembe hapa. Niko vizuri. Amen. Unafikiri nimechoka kama unavyofikiri wewe? Kwamba huyu dawa yake tutamkomoa, hatumpi bahasha, ametusema msinipe, muone kama nalala Arusha hapa. Jumatatu naondoka, hata msipotoa bahasha yenu, hata mkisema hatukupi chochote, is okay. Mungu naye mtumikia sio masikini. Mungu naye mtumikia ana vitu. Mungu naye mtumikia ana watu pia. Ndio. Mwangalie jirani yako amebadilika. Mwambie leo ndio nafikiri umeipata injili halisi ya Mgogo sasa. Mwambie huyu ndio Mgogo ninayemfahamu mimi. Hizo siku za uko nyuma nilikuwa nawakusanyia nguvu. Subiri, kesho ndio moto tawaka zaidi. Kama ni mwoga, usije kesho. Paka Jumapili. Mimi nimekupa taarifa. Nimekupa taarifa kwamba
kama ni mwoga, hata mitandaoni usiingie kesho. Lazima tuwepo watu wa kujilipua, tuwepo watu wa kujitoa muhanga kwa ajili ya Injili, tuwepo watu wa kunyosha maelezo ili watu wapone. Huu pagani tutaendelea nao mpaka lini? Unajua sasa hivi inatuia ugumu kumtafuta mpagani na Mkristo. Ni kazi mpaka kutafuta vipimo vya maabara. Ndio unajua huyu Mkristo kwa mbali, na kiona kipaimara kwa mbali, naona anashiriki meza kwa mbali, anajua kuimba liturujia kwa mbali. Nafikiri Mkristo. Lakini ukirudi kwenye maisha ya kawaida, cha pombe, malaya, kwa waganga, ana mahirizi, hata hapa naongea, iko kiunoni, iko kwenye kwapa, iko kwenye pochi, nyumbani kwake ameweka kwenye kitanda, mlangoni, sijui wapi. Alafu anasema mchungaji, mimi sio mchawi. Sawa, sio mchawi, ila ni mwanachama wa wachawi. Kwa sababu ile hirizi unayovaa ile uliyoweka kitandani ni kadi ya wachawi. Wakiwa na mikutano usikose. Kawaambia ni mwanachama wenzenu, ona hirizi, kadi ya chama. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie unayo au mbona unabadilika sura hapa? Leta tuichome. Tuichome katika jina la Yesu. Ubaki ulindwe na nguvu za Mungu. Mungu wetu hajichanganyi. Kuna watu wanasema mchungaji sio mchawi, nimetafuta najirinda tu. Alafu huku nasoma amri, msiwe na miungu mingine, wako tuna miungu tayari. Amen. Haya mawe yanatosha au niongeze? Tuongeze mawe? Mnayataka? Mwangalie jirani yako, unamuonaje? Ameoza. Yana nasema Mungu wangu, ningejua nasema haya nisingekuja. Na mimi nimesema kwa mlengwa upo. Uliwahi kuona daktari yoyote anachoma sindano kwenye godoro? Ukiona sindano inashuka, kuna mgonjwa. Ukiona haya yanasemwa, kuna wagonjwa. Ndio sindano inashuka hapo. Kama haonekani vizuri, wamekonda, funua shuka. Daktari apotezagi dawa hivi. Inashuka palipo na mgonjwa. Na haya nayasema ni ndio uponyaji na matibabu ya watu. Unajua watu wengine wanasema mchungaji, unahubiri kistaarabu kidogo. Unavyokiona kichwa cha jirani yako hicho, ndio ta maneno mastaarabu huyu. Huyo ndio wakumwambia maneno mastaarabu huyo. Huyo anahitaji nyundo. Baba mmoja aliniambia, Mgogo, sijui wewe ni mtu wa aina gani? Nikamwambia kwa nini? Akasema ulipiga injili kanisani kwetu. Akasema nilisahau kwamba mimi nakunywa pombe wiki 2, siwazi pombe. Wiki ya 3 ndo nakumbuka, kumbe nakunywa pombe. Sijaenda wiki ngapi. Asa mchungaji, mngekuwa mnatukumuta injili za namna hiyo, mbona tungenyoka? Hasa kuna watu wanahubiri injili, unasikia na kiu ya pombe humo kanisani. Kama mchungaji umalize, sisi tuende zetu tukanywe. Ndio maana nimekwambia hatujafikia level ya viwango vya injili ya Yesu Kristo aliyobebewa mawe, aliyorushiwa. Hatujafikia viwango vya kina Petro, vya kina Paulo, ambao walihubiri injili watu wakawainukia. Walihubiri injili watu wakaweka ndani. Walihubiri injili mpaka watu wakachukia. Sasa injili zetu za leo, mtu anakuwekaje ndani wakati injili unasema pokea magari, pokea mafanikio, pokea makonte kutoka China? Yaani jitu malaya linabadilisha wanawake, unasema makontena. Apokea makontena na umalaya wake. Apokea magari na umalaya. Kama natumia daladala bado ni malaya. Akipata gari, munyoshe kwanza. Akisha nyoka akakaa
Akiwa sawa sawa, ndipo pokee magari, ndipo pokee makontena, ndipo pokee nini. Kwa sababu gani? Amenyoshwa. Ndio. Hivi kesho mtakuja kweli? Wangapi wanasema pamoja na mawe haya ni kesho nipo? Utakuwepo na kesho? Usipofika akakushughulikie huko huko. Kwa hiyo leo tunahitimisha ule ujumbe wa jana, kesho naingia hatua ya pili. Tunahitimisha ule kwamba madhara ya wewe kutokuokoka sio tu yatakuwa ya kwako peke yako. Watoto wako wataingia kwenye shida, wajukuu zako wataingia kwenye shida. Kwa hiyo ukibadilika na kuokoka, ukakaa sawa, yani unaponya kuanzia watoto wako mpaka wajukuu. Unasoma Biblia, Paulo anamsifia Timotheo. Anasema imani uliyokuwa nayo ilikuweko na kwa bibi yako Sintike. Maana Sintike alisimama imara, akazaa watoto waliomlea na Timotheo. Kwa nini? Kwa sababu waliweka misingi. Sasa sisi wengine misingi yetu ni vibavu. Nenda kule nyumbani ni matusi kushoto na kulia. Unatukana mbele ya watoto. Wengine ndio wanatukana na mama, wanatukana na mbele ya watoto kabisa. Baba anamwambia mke wake, ng'ombe kabisa wewe. Vitoto viko pembeni vinasema mama ng'ombe. Siku nyingine mama naye anawakataza watoto, "Hey, wewe mwenyewe baba alisema ng'ombe." Mnakosa ujasiri. Kwa sababu mmevuruga imani mle ndani. Tunazalisha kizazi cha aina gani? Kama mama wala ni maza single, alafu anajua huna mume, alafu watoto wanaona mwanaume mwingine ameingia, mama ni nani? Mjomba yenu. Huyu mjomba anapitiza mpaka, okay. Wanakuta tena mwingine tena anapita na shuka lake. Siku hizi tuna wajomba Masai. Huyu ni baba yenu mdogo. Sisi Wachaga wa Masai baba yetu mdogo. Haya. Wana nani tena anakuta Mnyakyusa. Sisi huko Arusha mnambea tena Mnyakyusa huyu. Anyway, mwingine tena mfupi. Huyu nani? Huyu ndio kwa shangazi ndio amemoa huyu. Mume wa shangazi. Okay. Mume wa shangazi. Ndio anapitiza mpaka. Haya. Kesho. Hivi unafikiria watoto watajua nini? Wanajua haya ndio maisha. Ndio unakuta kuna tusichana tunaanza umalaya kakiwa kadogo. Kama yatoa wapi? Kwa mama yake. Unakuta wanaume kijana kadogo kamekuwa kamalaya. Kanatoa wapi? Kwa baba yake. Paka watu wanasema huyu umalaya ni wa baba yake. Baba yake naye wembe mkali. Huyu umalaya wa mama yake. Mama yake naye wembe mkali. Tunavalisha kizazi cha aina gani? Dhambi nayoifanya haitakuangamiza mwenyewe, inaangamiza na kizazi chako na watu wanaofuata. Kwa hiyo tukisema kata shauri badilika, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yako na watu wengine ambao unakaa nao. Beba ushuhuda kwenye familia, beba ushuhuda kwa watu wanaokuzunguka. Anza na kizazi kipya ambacho kitatoka kutoka kwako. Ndio maana tunasema wokovu sio faida yako mwenyewe na kwa watu wanaokuzunguka. Naomba tusimame. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Naamini Mungu amesema na wewe. Amesema na wewe kwenye moyo wako kabisa. Na wewe ni shahidi. Unasema kwa maisha ninayoishi hayako sawa. Unasema kuna vitu ni vya kawaida. Mchungaji, umetuambia ukweli kabisa. Na ukiona maneno yanakugusa, usichukie, furahi. Kwa sababu wako watu ambao hata neno likisema hawezi kuguswa. Kwa ukiona wewe unaguswa, mshukuru Mungu kwamba nafsi yako iko hai. Mungu anaisema nayo inasikia. Lakini mtu ambaye nafsi imekufa hawezi kusikia haya. Yana tuona kabisa tunaongea vitu ambavyo havistahili wala havifai. Lakini wewe ukisikia kuguswa, ukisikia kuona kabisa Mungu anataka utengeneze, uwekwe sawa, jisikie fahari, ujue unapendwa na Mungu.
Kama Mungu ana uwezo wa kuandaa ujumbe kwa ajili yako, ujue wewe mbingu zinakutambua. Kama Mungu analeta ujumbe kulingana na madhaifu yako, ujue mbingu zinakutambua na zinakuheshimu. Ndio maana zimetuma mjumbe alete ujumbe sawa sawa na maisha yako. Jisikie fahari kwamba unapendwa na Bwana. Lakini kabla ya kuombea maisha yako ya kiroho, nataka tuombe kwa ajili ya maisha yako na tuombe kwa ajili ya sadaka yako kwanza. Nataka tutoe sadaka kwanza, alafu nikuombee maisha yako ya kiroho. Usiondoke. Hakikisha tunakuombea. Na kesho kwenye jumuiya pia tutafanya jumuiya hapa. Jumuiya zote tutakusanyika kwenye mahema hapa. Na nitafundisha mambo ya familia. Nitafundisha mambo 5 yanayosambaratisha familia nyingi. Kwa hiyo usikose kesho. Ni masomo mazuri sana. Maana Morning Glory tumemaliza leo, lakini kesho tuna jumuiya. Tufundishane. Kwa sababu jumuiya ni nyumba kwa nyumba, familia kwa familia. Kwa hiyo tuzungumze mambo ya familia kesho. Kwa sasa hivi nataka niombe kwanza kwa ajili ya sadaka yako, alafu nikuombee na wewe. Najua Mungu amesema na maisha yako. Umeshaona kwa nini baraka zimekukimbia. Umeshaona kwa nini familia yako haina amani. Umeshaona msingi mahali mlipokosea. Unahitaji kutubu na kurekebisha ili Mungu aiponye familia yako, mkae sawa. Kwa hiyo chukua sadaka yako sasa, na zile bahasha sio za kutoa leo. Unachukua, utaenda kuweka sadaka yako kesho au kesho kutwa. Jumapili hiyo kesho kutwa ndio tunazileta hapa masaa ya jioni. Najua wengine hapa tusali hapa, tunatoka makanisa mbalimbali. Lakini kuchukua sadaka hii bahasha utaileta hapa jioni. Usiende kutoa tena kanisani kwako. Kwamba Mungu ni yule yule. Hatujakataa Mungu ni yule yule, ila safari hii Mungu wa hapa kwanza, wa kwenye semina, ili tukae yale mapungufu machache ambayo yatajitokeza kwenye semina yetu. Kwa sadaka hii bahasha utaweka sadaka yako Jumapili jioni, unaileta hapa. Na kama Jumapili hutakuwepo, irudisha hata kesho tu. Bado okay pia. Hebu nyosha mkono na sadaka yako uliyoishika niweze kuomba kwa ajili yako. Wakati